kuifanya roho yako kesho panapo wakati kama huu. Mojawapo wa hao huyu ni mtumishi wa Mungu aliyeitwa Elijah, na kuna mambo makubwa ambayo aliyafanya. Mstari wa tatu unasema hivi: naye alipoona hayo aliondoka, akaenda ahifadhi roho yake, akafika Beersheba mji wa Yuda, akamwacha mtumishi wake huko. Lakini yeye mwenyewe akaendelea katika jangwa mwendo wa siku moja, akaenda akaketi chini ya mretemu, akajiombea ili roho yake afe. Akasema, yatosha sasa, Bwana, uiondoe roho yangu, kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Akajinyosha akalala chini ya mretemu. Tazama, malaika akamguza, akamwambia, inuka. Mstari wa 6, akatazama, kumbe pana mkate umeokwa juu ya makaa na gudulia la maji kichwani pake. Akala, akanywa, akajinyosha. Malaika wa Bwana akamwendea mara ya pili. Alipomwendea mara ya pili, akamguza tena, akamwambia, inuka ule, maana safari hii ni ndefu mno. Akainuka katika nguvu za chakula hicho siku 40 mchana na usiku, hata akafika mlima wa Yerobu, mlima wa Mungu. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, naliinua jina lako Jehova, ninakushukuru, ninakuabudu kwa sababu wewe ni Bwana Baba utendaye mambo makubwa ndani ya maisha yetu. Napoleta neno hili kwa muda mfupi huu, Jehova utatutawala, nawe utatuinua kwa sababu wewe ni Bwana, na mtu aseme amen. Kwa wale ambao wanaandika, andika hivi jambo ambalo nalizungumzia, my topic, spirit of killing yourself, roho ya kujiua wewe mwenyewe. Na unapoandika roho, usiandike roho ya capital R, maana roho ya capital R ni roho ya Mungu. Andika roho ya small r, the spirit of killing yourself. Mtumishi wa Mungu aliyeitwa Elijah alikuwa mwanadamu wa kawaida kama mimi na wewe, na licha alikuwa mwanadamu wa kawaida, Mungu alimtumikia katika njia ya kipekee. Maana tunaona Elijah kwa wakati mmoja anasema kwa muda wa miaka 3.5 mvua isinyeshe kwa nchi, na tena akasema mvua irejee tena kwa nchi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati mwingine tumeona akifufua mtoto wa mjane ambaye alikuwa amekufa. Tunaona Elijah alifanya mambo makubwa, na licha alifanya mambo makubwa, hakukuwa anaogopa, hakukuwa anatishwa na mtu yeyote. Maana wakati mwingine aliwaita manabii wa Baal zaidi ya 450, akawapeleka kwa mlima wa Mungu Kameli. Alipokuwa na wao kule, akiwa yeye peke yake, aliweza kuwaua wote wakiwa 450. Lakini anapotoka kwa mlima ule, anakutana na huyu mama anayeitwa Jezebel, ambaye amejawa na roho ya mauaji. Anamwambia, kwa majira kama haya nitahitaji roho yako, ama kichwa chako tutakikata. Unajua
alipokuwa ameua hawa manabii wa uongo zaidi ya 440, akijua kesho yake akienda kwa ibada, akinyosha mkono watu wataanguka chini, akinyosha mkono watu watainuliwa, akinyosha mkono watu watapona. Lakini alipokuja kwa ibada alikutana na Jezebel akiwa amemvunja moyo, so hakuhubiri injili, aliamua kutoroka. Bwana Yesu asifiwe. Angalia mtana. Kwambia hata nimekuja asubuhi ndani ya kanisa na nikaomba vizuri sana. Mwambie leo niliingia na nikaomba. Na nitoka nyumbani ikijua jawabu anaenda kunibariki. Mwangalie muulize hii. Nitoka nyumbani ikijua Mungu anaenda kufanya nini? Muulize swali, kwa nini umenivunja? Bwana Yesu asifiwe. Hebu muulize, ni kwa nini umenivunja moyo? Muulize yeye. Maana licha ya Elisha kufanya kazi kubwa hii, Jezebel alikatisha ile nguvu yote ya nani? So badala ya kuhubiri biomasia, jamaa alikuwa mbioni anatoroka. Wewe umefanya wangapi watoroka? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uliza mwenzako umevunja wangapi moyo? Alafu muulize na umefurahi. Maana wakati ule walikuwa wanapanda magari, huenda ile asira ya Elijah alitoka nayo ndani ya kanisa, huenda gari lingemgonga. Lakini vizuri tu magari haikukuwa. Kama angelikufa, then roho yake ingedaiwa ndani ya Jezebel. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So jamaa alifanya kazi kubwa. Jamaa singetaka sasa kule hiki ndio tulikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akawa amechomoka kwa sababu ya kwenda kufanya kazi ya Bwana. Lakini Jezebel akamwambia, kwa majira kama haya wewe hautakuwa hai. Ndio nikasema Elijah alipoanza kutoroka, akawa anajua ya kwamba Jezebel ametoroka. Na alipojua ya kwamba Jezebel ametoroka, akajua ya kwamba yeye amemalizana na yeye. Utahubiri akajua Jezebel amemalizana na yeye. Na alipojua amemalizana na Jezebel akaondoka, Elijah akaondoka. Na Elijah alipoondoka akaenda na mtumishi wake ambaye alikuwa anamsaidia kazi. Lakini walipofika njiani, akaambia mtumishi wake asalie mahali fulani, yeye akaendelea na safari. Alipoendelea na safari, Biblia inasema ya kwamba alienda ndani ya jangwa, maana alijua ndani ya jangwa hakuna watu, alijua ndani ya jangwa hakupatikani chakula, alijua ndani ya jangwa kuna mateso mengi. Akalala chini ya mti wa mretemu akisema ya kwamba eli afe. Na ndio leo nahubiria watu hapa. Kuna watu wamekata tamaa na maisha yao. Kuna watu wanaona maneno yamekwisha. Kuna watu hawasongi tena mahali. Maana licha wako ndani ya kanisa, lakini hata ndani ya ile ndoa anapanga pengine haweze kuondoka. Anapanga pengine imefika mwisho wake. Anaona hata sio vizuri aendelee kukaa mahali pale. Nazungumza na mtu ambaye amekata tamaa ndani ya maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna watu walikata tamaa na wameishiwa ndani ya maisha yao. Wanapojitazama wanaona hawaendi mahali popote. Nami nimekuja leo hii, ninataka nikutie moyo
kukuletea ujumbe huu, ninakutia moyo na kuambia wewe usijali, maana unapofika mwisho hapo Jehova anachukulia. Unapofika kwa ukuta hapo Jehova anachukulia, anakusaidia, unasonga mbele. Maana Elija alitamani afe, alipotamani afe Jehova akatuma malaika. Alipotuma malaika akampata amelala chini, anasema roho yake iondoke. Malaika akamgusa, akamwambia amuka ule na unywe. Akaamuka akakula akakunywa, akaamua tena arudi alale angojee kifo chake. Lakini alipolala tena malaika akamgonga, akamwambia amuka ule, maana safari bado ndefu. Ambia rafiki yako safari bado ndefu. Ambia wewe safari bado ndefu. Ambia rafiki yako safari bado ndefu. Unajua kuna watu wako na watoto wamegraduate university na wewe mtoto yako hajagraduate. Sasa unataka uende wapi sasa? Kuna watu wako na watoto wamefanya harusi, wao hawajafanya harusi. Uko na haraka ya kuondoka kweli? Hauna haraka ya kuondoka, safari bado. Kuna kitu inaitwa divine supply. Wakati umefika mwisho, hapo ndio Mungu anachukulia. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mara nyingi watu wengi wamefikiria mali walio nayo hati ndio inawasaidia. Watu wengi wamefikiria hati pesa walizo nazo hati ndio zinawasaidia. Watu wengi wamefikiria hati wazazi wao ndio wanawasaidia, hati marafiki wanawasaidia. Dada yangu Ayuba ameshuhudia hapa, akasema ya kwamba wametembeza baba yake, wamepeleka hospitalini, akiongezwa damu inapatikana imeisha. Wakipima ule mwili wote, wanaufanyia skani, inapatikana ati hana ugonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu chafia mwenzako makofi. Mwambie vyenye uko navyo vitakusaidia. Kuna wakati huwa inafika material things hazikusaidii hata kidogo. Ndio kuna mwimbaji mmoja aliimba huu wimbo. Hebu isikilize tu kwa dakika moja. Maisha yetu yalikuwa mazuri, nitakacho unipatia. Nikitaka nyumba nzuri, alikuwa akiniletea. Nikitaka gari nzuri, alikuwa akiniletea. Nikitaka nyumba nzuri, wanawake tu wazuri. Yani ni rafiki pesa. Material things. Unasema tunataka kusikiliza. Hiyo sikiliza hiyo vizuri. Nyumbani kwangu
akijipeza tena anakuja. Kuna mahali unafika ambapo wanadamu hawawezi kukusaidia. Kuna mahali unafika pesa zako hazikusaidii. Kuna mahali unafika hata mchungaji hakusaidii. Ni wewe na Jehova, ni wewe na Jehova. Elisha alifika mwisho, akatazama wazazi hawamsaidie, akatazama kanisa walimsaidie, ikawa ni Jehova. Madhabahu haya umefika mwisho ndani ya maisha, umehangaika hata kwa masikini, umehangaika hata kwa magonjwa, aliyesalia ni Jehova, aliyesalia ni Jehova. Unasonga, ana Jehova amesema. Kuna watu kufurahia akisikia bwana yako amefutwa kazi, anasema tutaona leo hii watakula nini, leo hii watafanya nini. Wacha nikuambie, unapofika kiwango kile, Jehova anachukulia pale, anakuweka kiwango lingine. Jehova anachukulia pale, anakuinua. Wanadamu watakukataa, watakaa vikao, watakusengenya, wanafanya maneno yao yote, lakini Jehova ana take over. Unasonga mbele, anakuinua, maana amesema. Na yeye ana shetani ashambuliaji watu wenye wafanyaji kitu, ushambulia watu wenye maendeleo, ushambulia watu wanaoimba kanisani, ushambulia watu waliookoka, ushambulia watu wanaonawiri. Maana wewe kama una kitu, anakuambia wewe ni mwenzangu, kaa tu utulie. Wakati mwingine angalia pia ni nani unatembea na yeye. Nimekuwa nikiambia watu hapa asubuhi, kuna mtu unaweza kuwa unagonjeka, watu wanakuja wanakuombea, wakitoka pale hiyo siku unaona uko vizuri. Lakini kuna mwingine anakuja akiomba akienda ndio kumdhilimu mchuna. Sasa ndio hata hutalala. Wakati mwingine wakikutembelea ukiwa mgonjwa, usiwaambie nimeanza kusikia nafuu, waambie hukuchuna. Maana kuna wengine unawaambia ninaendelea vizuri, ndio arudi tena kwa vitu vyake, aende akase nate, aseme kumbe anapona. Sitaki apone. Bwana Yesu asifiwe. Marafiki sio wazuri. Rafiki pesa anakusongesha mahali pabaya. Unapofika kwa kifo, anakuambia nitakununulia jeneza. Yani just imagine. Angalia mwenzako, mwambie atuendi saa hii. Mwambie atuendi saa hii. Mtoto wake akigraduate kweli, hasa unaenda wapi saa hii? Kataa, siendi mahali. Ona Jehova ananiinua, au anatenda mambo mema hata ndani ya maisha yako. Burowasia, usijali. Ulisema tukuone, umefika kwa ukuta. Jehova anateka over. Jehova anashughulikia. Jehova anakuwa in control. Yeye amesema anakuinua. Na tunaona watu wengi ambao walifanya miujiza ndani ya Biblia. Maana Elija baada ya kufanya kazi hii yote, wanataka wamuue. Tazama Petro alipomfufua Dorcas aliyekuwa anashonea wamama mchungaji nguo. Alipofufua yeye, wakamuweka gerezani. Alipoweka ndani ya gereza, Jehova hakuruhusu
walifunga yale malango na geti za chuma, lakini Roho wa Bwana ni nani? Malaika wa Jehova ni nani? Malaika wa Jehova ni nani? Walivunja ile milango yote, wakafungua makafuri, Petro akatoka. Waliokufunga wanasema uko gerezani, wanasema hautatoka pale, wataona ukitoka, wataona ukiinuliwa, ukisonga ni wako lingine. Maana kuna kitu kinaitwa hiyo point number 1, divine supply. Divine supply. Kuna minister wa supply. Sasa ndio unatetemekea na watakuweka kwa gereza na waseme Daudi kwa ile shimo, huyu mama hatatoka. Lakini Mungu ni nani? Maana uko kwa ukuta. Mungu ni nani? Maana umefika mwisho. Jehova huyo anatuma msaidizi, anakuja na kutapa, anakuambia mama, toka ndani ya shimo. Waliweka Yosefu ndani ya ile shimo, wakajua wamemalizana na yeye. Kuna malaika, na malaika Mungu tumia tu pia wanadamu. Wale wa Ishmaeli walikuwa wanapita, wakaona mtu ndani ya shimo, wakavuruta, wakatoa yeye, wakidhania pengine atakufia kule, wakampata yeye ni prime minister Misri. Patia mwenzako high five, mwambie endelee kunidharau, mwambie endelee kunidharau, mwambie endelee kunidharau. Kuna siku nitakusaidia, kuna siku nitakusaidia. Unacheka, nitakusaidia. Haleluya, 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 haleluya. Yani bandu barora bandu lilihanza hanza wayanza jade barora na kunda mmoni, wayanza jade barora na abone kindeke. Lakini Jehova ni nani? Mungu ninaye mwabudu, yeye bado anaishi. Jehova ninaye mtumikia, yeye bado anaishi. Angalia mwenzako, mwambie na utangoja sana, ambia yeye 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 na utangoja sana. Haleluya! Yani kwa sababu tu jamaa amekemea mapepo. Unajua kuna watu wanaweza kukuchukia, si ati kwa sababu umewakosea, lakini kwa sababu uliingia ndani ya ile nyumba ukafanya miungu yao ukaanza kutetemeka, ukafanya miungu yao ikaondoka, ukafanya miungu yao ikakosa nguvu kwa sababu ya kuingia kwako. Don't worry, huyu ni Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Najua wewe hata tangu uzaliwe umekula vitu vyenye vingekuua, lakini kwa sababu ulikuwa na Mungu, anabadilisha ile sumu inakuwa chakula, anabadilisha ile mlindulo ambayo ingekutoa kwa nyumba yako, anaibadilisha ndio unapenda hata na mume wako kabisa. Wale wote wanaowekea wakeweza mlindulo ili waweze kutoka ndani ya ndoa zao, ili waweze kuhangaika ndani ya ndoa zao, ikiwa choo ya madhabahu haya inangoja ngome na nguvu zote za giza katika. Yani watu sio wazuri. Tuko na watoto wameolewa, ukifanya waliwachana kwa nini? Hata huwezi ona. Dalili alika mlindolo akasema akiingia kwa neko atakapopika atatoka mwenyewe, hautatoka. Kama ulitoka tunakurejesha, tunakurejesha, tunakurejesha katika. Yani chakula cha siku moja, jamaa akakula chakula cha siku moja, akatembea usiku na mchana siku 40. Inua Biblia yako juu. Hakuna hili neno, hakuna hili neno, hakuna hili neno, hakuna hili neno, hakuna hili neno. Maana nitakapokuingia watafanya mambo yao, wataona ukiinuliwa, wataenda kwa waganga,
nyama ya Paulo. Akaambia Jehova, huu mwiba ondoa. Bwana akasema, sitaondoa mwiba huu, neema yangu inatosha. Angalia mwenzako, mwambie neema ya Yesu inatosha. Neema ya Yesu inatosha. Neema ya Yesu inatosha. Neema ya Yesu inatosha. Maana watu wengine hiyo mwiba Emily haiwezi tolewa ndani. Maana ikitolewa ndani majivuno yataenuka. Maana ikitolewa ndani majivuno yataenuka. Tunaona hata wakati mwingine watu wanasemanga hati watoto wa wachungaji hata hawawezi soma. Watoto wa wachungaji hati ni wabaya. Hata wawe wabaya, bado Yesu hajakufa. Bado Jehova hajakufa. Bado anatenda. Safari bado. Safari bado. Safari bado. Wameongelea watoto wako hata kwa kijiji. Wameongelea watoto wako hata kwa area. Wameongelea watoto wako hata kanisani. Lakini Jehova anasema safari bado. Safari bado. Safari bado. Safari bado. Kesho ya mwanadamu ajuaye ni Jehova. Kesho ya mwanadamu anayemjua ni Mungu. Leo utalia. Leo hii watu watakubadilika majina mapya. Leo hii watu watakudumisha. Utaonekana wewe haufai, lakini kesho ya Mungu, wewe ni tajiri wa leo, lakini masikini wa kesho. Lakini wewe ni masikini wa leo, lakini tajiri wa kesho. Hata wewe siku moja utakaa back left, Jehova akikuinua, akisonga viwango vingine, atakutendea neema. Wewe ni Jehova. Unapofika mwisho, Mungu anaanzia pale. Na tunaona kwa sauti tu ndogo Mungu anaambia mtumishi wake kitu. Namba 2 ikawa the still small voice, yani sauti iliyo nyororo ambayo haina makelele. Na Mungu ametuma malaika aje aongeleshe Elijah. Maana hapo pamoja na Jezebel walipokuwa wanafukuza Elijah. Unapofukuza mtu, unamfukuza na sauti ya chini kweli, unamwambia toka hapa. Anapotoka akienda, Mungu akajua tena naye akimwendea Elijah, hatamwendea kwa ukali, hatakuja kwa upole. Unaposoma kitabu kile, Mungu alipokuwa anakuja kuzungumza naye, miamba ikatetemeka, milima ikatetemeka, ardhi ikatetemeka, miamba ikapasuka, lakini hakukuwa Mungu ndani. Napata mtu anaingia kwa kanisa mara ya kwanza, anatoa ushuhuda mpaka watu wanashtuka. Ndio shirika hata siku moja na wageni kukubalini sana. Leo ni jamu. Atasemea. Utamgoje kesho muone utamuona. Bwana Yesu asifiwe. So kuna watu wanaweza paza sauti kama ya ambani hivi. Wanaweza tubo, wanaweza omba kutoka asubuhi hadi hata jioni, na kumbe Jehova hayuko pamoja na wao. Patia mwenzako high five. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine jifunze, sio kila wakati unaenda kwa ile maombi ya kung'ang'ana. Wakati mwingine unanyamaza. Watu wanadhani siku hizi ulianguka, hata kumbe hauombangi. Na kumbe kwa wakati ule ndio uko deep in prayers. Bwana Yesu asifiwe. Maana tumegundua mbinu ya shetani. Anajua saa 11 ambaye ataomba. Ndio leo nitaomba. Utaningojea Sunday usikilize sauti yangu, hautaisikia. Kumbe wakati huo unafikiria umeniweza, kumbe haujaniweza. Kuwa mwepesi, kuwa
ya kuchallenge the devil. Yaani shetani asije akakustorm. Wewe si mshiriki tu wa Matisi. Hebu angalia mwenzako muulize, wewe ni mshiriki wa Matisi? Alafu muulize, kwa nini unafunganga goli kwa Matisi? Hebu muulize yeye, kwa nini unafunganga badala ya kufunga kwa opponent? Muulize, kwa nini unafunganga kwa goli yetu? Hizi goli zetu kufungana na muulize yeye. Maana wakati Kenya imekuwa inacheza na Morocco, Kenya ingejifunga yenyewe kweli? Ingetaka ifunge wapi? Angalia tena mwenzako, mwambie, kwa nini unafunganga kwa goli yetu? Maana kuna watu hapa huwa wanafunga kwa goli yao. Alafu wakati tunang'ang'ana ndani ya kanisa, anasema kwa nini tunang'ang'ana? Kumbe yeye ndiye alifunga goli. Na Yesu akukemee. Na Jehova akukemee. Maana huyu alikuwa mtumishi wa Mungu Elisha, akaua manabii wote wa uongo. Licha walimfuata. Mama simamia kwa ukweli, mzee simamia kwa ukweli, kijana simamia kwa ukweli, hata nani mchungaji nisimamia kwa ukweli. Hata kama watu watakukataa, wacha wakukatae kwa sababu ya ukweli. Hata kama ni kufa, wacha ukufe kwa sababu ya ukweli. Lakini hatukufi saa hii, hatujaona harusi ya watoto, hatukufe saa hii, hatujafanywa mambo fulani, hatukufe saa hii, maana tujajenga hata nyumba. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuteseka kwako ni kwa muda, maana Jehova amengoja ufike kwa ukuta, na nao umefika kwa ukuta, ana take over from there. Amen. Yaani hiyo ndio furaha yangu. Amen. Yaani vitu vinaenda Kongo, na kumbe niko nakaribia kwa ukuta wangu, na ninapokaribia kwa ile ukuta yangu, kuna wamama wajana wakapo, wakati wa mume wao walikufa, watu walisema no usipa. Maana mwenye alikuwa anawaletea, lakini walisahau there is God. Walisahau kuna Mungu. Mume wako hajasomesha watoto, umeenda kibarua mama ukawasomesha, umeenda Gorogoro mpaka pia naye anakuja anakula. Usijali, msimlipishie mabaya. Huyu Jehova kuna siku. Ndio nimegundua kumbe ndio M-Pesa inakujanga kwa mama. Asante kukujua dada. Ndio kuna wale wengine wanaenda tu kucheza draft kwa sababu akitoka wanarudi nyumbani wanauliza ugali na nyama. Yeye anajua yaani mama ndiye amekuwa the breadwinner in the family. Usijali, hawa watoto kuna siku utakula ukiwa unastarehe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Second last, God's faithfulness and plans. God's faithfulness and his plans. Yaani uaminifu wa Mungu na mipango yake maishani mwako. Yaani Mungu ni mwaminifu tu. Tutateseka leo, lakini kesho Mungu atakuinua. Alafu ya mwisho, the mountains and valleys. Naona jamaa alikuwa anapanda milima na mabonde, si ndio? Sasa hizi unapitia mambo magumu sana ndani ya maisha yako. Ukijaribu kushare na mtu shida ambazo unapita ndani Biogasia, anajifanya ni kama asikii. Na anakatisha story yake, anaanza kuleta maneno yake. Yaani anaona maneno yake ndio ya maana kuliko yake. Lakini Elijah alipopita ndani ya valleys na hii milima, mwishowe alifika kwa mlima wa Mungu. Amen. Na alipofika kwa mlima wa Mungu, vitu
vilibadilika. Na ndio upendo wapuguzi wanajua kuchunga nyimbo kabisa. Yaani vivindu viholanga vilie vindu vichenjanga. Bwana Yesu asifiwe. Frida vindu viholanga vilie yaani vindu vikirungana. Na kwa yenu Frida mnasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Mtu anisomea Zaburi 142 tunapomalizia. Zaburi 142 kuanzia 7, huo mstari wa 7 tu. Zaburi 142 mstari wa 7. Biblia inasema, nitoe nafsi yangu kifungoni, nipate kulishukuru jina lako. Wenye haki watanizunguka, kwa kuwa wewe unanikirimia. Hebu rudia tena. Nitoe nafsi yangu kifungoni, nipate kulishukuru jina lako. Wenye haki watanizunguka, kwa kuwa wewe unanikirimia. Sasa mimi nataka tusome wote, maana kuna watu wametuweka wapi? Vifungo. Sasa rudia tu nyuma yangu hii. Mwimbieni Bwana kwa kushukuru. Mwimbieni Mungu wetu kwa kinubi. Urudi hiyo 42. Mbona nyinyi mniambii bwana shetani hataki tusome hiyo mstari? 42:7. Haya, rudia nyuma yangu tu. Uitoe nafsi yangu kifungoni. Nipate kulishukuru jina lako. Wenye haki wanizunguka. Kwa kuwa wewe unanikarimu. Unajua wakati mwingine wewe utaona ni kama utoto. Aurudi ndani. Unaona ni chaba. Lakini ndio neno nilikuwa nataka ulitamke na kinywa chako wewe mwenyewe. Maana watu wamekuweka vifungoni, lakini unasema ya kwamba Mungu unitoe vifungoni. Kuna watu biashara yao imekufa. Kuna watu ndoa zao zimekufa. Kuna watu vipawa vyao vimekufa. Lakini nikiwa juu ya madhabahu haya, Jehova anakufungua, anakutoa kwa kifungo ambacho wanadamu walikuweka ndani. Bwana Yesu asifiwe. Proverbs 6 kuanzia 12. Nisome tu tena hapa. Proverbs inafuatana tu na Zaburi. Mithali mlango wa 6 12. Biblia inasema, mtu asiyefaa kitu, mtu wa uovu, huenda njiani mwenye kinywa cha upotovu. Yaani mtu asiyefaa kitu, mtu wa upotovu, huenda njiani mwenye kinywa cha upotovu. Unajua kuna watu wengine wenyewe ujitangaza. Yaani ukimuita mchawi, lakini mnasema mimi ndio niliroga. Yaani wewe ndio umesema. Sio sisi tumesema. Ninaweza kukuambia tu direct mimi ndio mchawi. Mama yake. Yaani watu wamezungumza tu maneno mkasema sasa mnaona mimi ndio niliroga. Sasa nani mwenye amesema wewe ndio mwenyewe anajihukumu mwenyewe. Na wewe si mko na marafiki. Wakati mwingine wanajiteteanga kwa vipi? Yaani hujasema ni yeye amefanya. Lakini anaanza kuropokwa mwenyewe. So wewe ukiwa tu na akili timamu unajijazia. Ni yeye amefanya nini? Amefanya hayo maneno. So unapokuwa na hatima kubwa maishani mwako, be ready kwa vita. Na watu hawatakupenda. Watu watakuchukia. Lakini wewe usiwaangalie. Angalia mbele. So kama ulikuwa umekata tamaa,
kwa jambo lolote maishani mwako, tafadhali simama tu kwa miguu yako miwili na unyanyue mkono wako wa kuume. Ninapotangaza baraka hizi kwa mkono huo, ninapotangaza na maombi haya kwa ajili ya